Matendo ya Mitume 23 ambayo Sister Rafia alifanya kazi nzuri na Sister Anna last time, ambapo tuliona kwamba High Priest Anania alimhukumu Paulo alipokuwa amewaambia kwamba yeye amekuwa akiishi maisha yake kumpendeza Mungu kwa dhamiri njema mbele ya Mungu. Kwa hiyo ile akaona kwamba hakuwa anastahili, akamhukumu, akaamuru kwamba watu wapigwe. Tunajua kilichoendelea, wakaamuru Paulo wapigwe mdomo. Tunajua kilichoendelea baadaye. Paul akaamua kutumia taktiki kuwachonganisha Mafarisayo na Masadukayo kwa kusema kwamba yeye anatumaini katika ufufuo wa wafu, ambayo kitu ambacho Masadukayo hawaamini. Kwa hiyo ikatokea ugomvi mkubwa sana kiasi kwamba ilikuwa waweza hata kumuua. Kwa hiyo tukaona pale jemadari akaingilia kati, akamuondoa Paulo kwa nguvu, akamrudisha kizuizini. Tukaja tukaona baadaye kwamba wale Wayahudi wakawa wanapanga kumuua Paulo. Bahati nzuri mtoto wa kijana wa ndugu yake akaweza kwenda kwa jemadari kutoa ile siri, na tukaishia tulipoona kwamba jemadari akamuondoa na kumpeleka kwa gavana ili yeye ndo aweze akaamue. Kwa hiyo tunaona tunapokwenda kwenye Matendo ya Mitume 24 leo ndo tuko pale kwa gavana. Kwa hivyo naomba Sister Kanana kama unaweza kutusomea nimegawa sehemu 3. Tutasoma kwa neema ya Mungu na tumaini tunaweza tukamaliza leo. Tumezigawanya sehemu 3, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 9, 10 mpaka 23 na kisha tutamalizia 24 mpaka 27. Karibu Sister Kanana, kama unaweza kuweka sehemu ya kwanza ambayo ni mstari wa kwanza mpaka 9 kama unaweza kutusomea. Lakini kama uone maandishi ni madogo unaweza pia kulifaa katika Biblia yako. Karibu. Unaweza kutusomea Sister Kanana? Naomba mtu mwingine asome, maana inaweza kuwa noise. Aya, basi ngoja mimi nisome. Matendo ya Mitume 24:1 mpaka 9 imeandikwa: baada ya siku 5, kuhani mkuu Anania akafika pamoja na baadhi ya wazee na wakili mmoja aitwaye Tertulo. Wakatoa mashtaka yao juu ya Paulo mbele ya gavana. Na Paulo alipoitwa, Tertulo akaanza kutoa mashtaka akasema: Mtukufu Felix, kutokana na uongozi wako wa busara tumekuwa na amani ya kudumu, na tunatambua ya kuwa mabadiliko mengi muhimu yaliyotokea katika taifa letu yameletwa na uwezo wako wa kuona mbele. Wakati wote na kila mahali tunapokea mambo haya yote kwa shukrani za dhati. Lakini nisije nikakuchosha, na kuomba kwa hisani yako utusikilize kwa muda mfupi. Tumemwona mtu huyu kuwa ni mfanya fujo ambaye anachochea maasi kati ya Wayahudi dunia nzima. Yeye ni kiongozi wa dhehebu la Wanazareti. Tena alijaribu kulichafua hekalu letu, lakini tulimkamata tukataka kumhukumu kwa mujibu wa sheria zetu. Lakini jemadari Lisia alikuja akamchukua kutoka kwetu kwa kutumia nguvu. Akaamuru wanaomshtaki walete mashtaka yao mbele yako. Wewe mwenyewe ukimuuliza maswali utathibitisha ukweli wa mashtaka yote tuliyoyaleta mbele yako kumhusu yeye. Wayahudi wakamunga mkono wakithibitisha kwamba mashtaka yote yalikuwa ya kweli. Kwa hiyo ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza. Kwaona moderator uweze kuendelea na kazi yako ya kuchukua mafundisho kabla sijarudi. Asante. Amina jamani, karibuni sana. Asante dada Ima kwa kutusomea. Kwa hivyo jamani, haya kama kawaida utaratibu wetu, tunanyosha mikono, tunafanya kwa oda. Tunaanza na Bishop alafu tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nataka kuchangia katika mstari wa 2 kitu kidogo nilichokiona kwa huyo mtu. Huyo mtu Tertulo alivyoanza mashtaka, alianza kwa kumkweza huyu kiongozi kwa uongozi wake, lakini hizo zilikuwa ni sifa za uongo kwa huyo mtu Felix. Lakini on the other hand naona kama ilikuwa ni mbinu, unajua mbinu za hila ili kumwangamiza Paulo, jinsi alivyoanza kwa kuongea vile, ni mbinu za hila. Alafu kitu kingine ni kama chuki binafsi wanavyosema Waswahili, lakini Biblia inatukataza
kufanya mambo ya hivyo, kwa sababu nilikuwa nikitafakari katika Proverbs 29 mstari wa 5, anasema mtu mwenye kujipendekeza kwa jirani yake huwa anatandika wavu ili kujitega miguu yake mwenyewe. Na tukisoma Warumi 16:18 pia na yenyewe inaongelea mambo ya kujipendekeza. Anasema kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza hujidanganya mioyo yao, na wanawadanganya wale watu wanyoofu. Si ndio? Biblia inatukataza, si ndio? Ukisimama unasimama katika haki. Hata tukisoma katika Waefeso 4:15 inasema tuseme ukweli kwa upendo. Sasa maneno aliyoyasema hapa huyu mtu alikuwa ni opposite ya mtu mwenyewe alivyo. Nafikiri mwalimu atakuja kumuelezea huyo mtu Felix alipotokea, background yake na jinsi alivyokuwa, lakini maneno yote yaliyosemwa pale na huyu Tertulo ni opposite ya mtu mwenyewe, si ndio? Lakini Isaiah pia 5:20 anatuambia wow, for those people who call evil good and good evil. Mungu atusaidie sana katika kusimamia haki. Amen. 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 Asante sana. Naomba tuende kwa Sister Pam, alafu tutakwenda kwa Sister Jane. Nadhani alianza Jane. Okay. Haya, twende dada Jane. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya mimi kuna kitu katika mstari huo wa ngapi wa kwanza nimeona, yani kwamba kama sisi wapendwa, yani tunajua kwamba shetani waga halali akiwa na jambo lake, yani ataendelea kupambana nalo usiku kucha. Umeona, ashindi upesi. Kwa hiyo tunaona hapa kama wajumbe ilikuwa ni jaribio, yani kwamba wajumbe kushawishi. Hapa najua kwamba kushawishi katika, yani sendi mbali na dada nini, lakini mimi naongezea katika yani ango nyingine pale pale alipopita dada Viki. Yani kuna ushawishi, umeona, ambao ulikuwa unafanyika na shutuma katika ile barua ukiangalia vizuri. Kwa hiyo hata sisi kwamba kwenye makanisa utakuta kuna watu wana kipaji cha kushawishi ubaya au uovu, na sio kanisani peke yake, kwenye sehemu yoyote pale ambapo tunamtumikia Mungu, lakini kuna hawa watu ambao wanakuwa wamebeba hizi ajenda za kushawishi na kuleta ubaya zaidi kwenye I don't know, siwezi kusema ni kipaji sio kizuri, umeona Na kingine tena unaona pamoja na ushawishi huo, umeona katika kumshutumu, yani inaonekana kama yule jemedari kwamba kama hakufanya yani kazi yake vizuri, kwa sababu ile swala ilikuanzia wao wajumbe hao walioenda huko na jemedari. Kwa hiyo ina maana ilifika pale yani kama lawama fulani kwamba yule kama hakufanya kazi yake. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa tuko katika kumtumikia Mungu, haya mambo yatatuhusu. Umeona? Kuna watu watakuwa na shawishi, labda ndio hata kanisani unakuwa na mwingine anashawishi mzee wa kanisa au mchungaji, unakuwa kidogo unaonekana vibaya, umeona, shutumu zitafika, na katika shutumu hizo utakutana na vitu vya kukuchafua, umeona kukuchafua itaendelea, umeona. Na kitu kingine tena, hii kama hivyo nilivyosema, kusukuma lawama kwa yule jemedari. Hata wewe kama kuna mazuri utayafanya, kuna watu tu watakuja na yeye katika kufanya nini, yani kusukuma hizo nini lawama. Kwa hiyo hapa najaribu kuongelea nini, kwamba tujue tu tunapofanya kazi ya Mungu is not easy. Tutakutana na mambo mengi tu ambao mtu au watu wanaweza akafika wakakushutumu, wakakuchafua, wakakubebesha lawama, wakafanya mbinu za kila hila kama walizofanya hawa, na watajipendekeza hata kwa viongozi ambao wanahusika katika kanisa au katika sehemu yote unaofanya kazi. Kwa hiyo kwenye huduma yote, ninaposema huduma, kwenye utumishi wa Mungu, kazini, chochote kile, unapokutana na hivi vitu, tunatakiwa tu tupige goti, Mungu apigane hiyo vita. Basi, amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Point ndogo sana. Yani hapa unavyoona ni kwamba yani natunulia hata mfano, hata sasa hivi tunaona maadui wa Injili waga hawachoki kupanga njama dhidi ya wahubiri wa kweli. Tumeshaona hata kwenye dunia tunavyoelekea, tulikotoka, yani waga adui anatokea, atawatumia watu kupinga wahubiri wa kweli. Na unaweza tu ukasikia mtu anapingwa na watu ndani ya dini mliopo pamoja, ila haki ya Mungu huwa mara nyingi inaendelea kusimama tu, na Mungu anaendelea kuwatetea watu wake, kama tutakavyoona hapa kwa Paulo. Cha muhimu ni kumtegemea Mungu, mtegemea Roho Mtakatifu, atakuongoza tu. Na unaweza ukashangaa, nimefanya kosa gani hapa?
na mbona ni kazi ya Mungu. Kumbe ni tukumbuke kwamba adui waga yuko kazini, hachoki, atatafuta mbinu yoyote tu. Amen. 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 Asante sana CEO. Hiyo ni mkono mwingine, na mimi niongeze kitu moja. Yaani hapa mimi namuona Paulo kama Yesu. Yaani alichofanyiwa Paulo ndicho alichofanyiwa Yesu. Tena na hao viongozi wa dini walipanga, wametengeneza na mashahidi wa kwao, na alikuwa ameshahukumiwa hata kabla hajafanyiwa kesi. Karibu mwalimu, tuendelee. Asanteni kwa michango yenu mizuri kabisa ambayo nakubaliana nayo kabisa. Asanteni sana. Sasa kwa sababu ya muda nitajikita sana na sitarudia yaliyoongelewa, na nitajikita sana kumtoa Paul kwenye Biblia, kujiweka kwetu na kuwatoa hao wakuu wa baraza kwetu sisi kuhusiana na swala la mashtaka. Tunajua kabisa wale watu walikuwa wamepeleka mashtaka, na tunamshukuru Mungu kwamba mashtaka waliokuwa wamepeleka kwa ajili mbele ya gavana kwa ajili ya Paul yalikuwa ni ya uongo. Je, mimi na wewe tuna mashtaka gani ambayo aidha tunayajua tuyajui, ambayo yanapelekwa mbele za watu na mbele za Mungu? Tunapoongelea habari ya mashtaka kwa Kiswahili, kwa lugha nyingine ya Kiswahili, ni hatia, ni makosa, ni uovu, ni njia mbaya, ni udhalimu, ni dhambi. Okay? Kwa hivyo sasa tunafanyaje? Kwa sababu pale tunaona Paul alisema kwamba, na aliambia kwamba anajitahidi kila siku kuwa na dhamiri njema mbele za Mungu na mbele za watu na mbele za Mungu. Kwa hiyo wakati mimi nasoma hii nilikuwa nimehighlightiwa sana hii issue ya mashtaka kwetu sisi hapa, kwamba ni kitu ambacho tutakuwa tuige kutoka kwa Paulo, kwamba kila siku tunachagua daima kuwa na dhamiri njema, kufanya mambo mema, kufuata njia za Mungu, ili mshtaki atakapopeleka mashtaka popote pale, weza ni kwa Mungu, kwa sababu tunajua mshtaki anapeleka mashtaka. Hata tukisoma habari ya Ayubu, alienda kumchonganisha. Ni vile vile tunatokea kwenye Biblia, hata sisi tunatokea sasa hivi. Lakini je, tuna haki? Je, hatuna hatia? Kwa hiyo hili ni swali na mimi na wewe kujitafakari. Wakati andaa hili somo pia nikawa nimepelekwa kwenye mstari wa Wakolosai 2:9 mpaka 14. Ni mrefu kidogo, lakini yote ni kwamba tunajua kabisa kwamba si rahisi, hatuwezi kwa nguvu zetu wenyewe kuweza kuishi maisha ya utakatifu. Ndio maana hata alisema kwamba anajitahidi. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu, na tunapata msaada wa Roho Mtakatifu tunapokuwa tumemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu. Yale tunapata maisha Yesu anakuja ndani yetu. Kwa yale maisha Yesu anayo ndani yetu ndio anatufanya sisi tuweze kuishi katika ukamilifu. Kwa hiyo nilikuwa nimependa tusome mstari wa Kolosai 2:9 mpaka 14. Kwa muda naomba nisisome, lakini ukipata muda naomba uende ukasome wa Kolosai 2:9 mpaka 14. Ambaye pale tunaona kwamba tunaambiwa kwamba ni Yesu ndio aliyofanya kazi pale msalabani ya kufuta ile hati ya mashtaka. Kwa hiyo mashtaka yetu yote, dhambi zote tulizokuwa nazo, tunapompokea Bwana tunakuwa tuna qualify kuweza kwenda kufutiwa zile dhambi kwa njia ya msalaba. Amen. Na pia ukisoma katika Warumi 6:6 pia inasema kwamba tunapomkubali Bwana kwa Mwokozi tunapata ile tunakuwa sio watumwa wa dhambi tena, tunakuwa tuna power over sin. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tuwe daily tunakichagua, kwamba tutakukumbuka kwamba sisi tuliona maisha ya Yesu, maisha ya Mungu ndani yetu, tuna power over sin. Na anaposema power over sin ni dhambi zozote, njia zozote mbaya tunaweza kuzishinda tukiwa tuna submit under the leading of the Holy Spirit. Kwa hiyo ndio point moja nilikuwa nimesema, lakini pia napenda kuongelea habari ya wakili. Tunaona kwamba ukisoma hapo juu vizuri kwamba ni hawa watu, na especially ukisoma kwenye verses za Kiingereza wameeleza vizuri kwamba walienda kumleta yule Tertulo ambaye unajua alikuwa ni mwanasheria top of the top. Alienda kama msemaji wao mkuu, kama mwakilishi wao, mtetezi wao, ili aweze kuweka ile kesi yake kuwa more strong mbele za gavana, ili Paul aweze kuhukumiwa. Lakini je, mimi na wewe msemaji wetu mkuu ni nani? Mtetezi wetu mkuu ni nani? Tunajua kabisa kwamba katika Yohana wa kwanza ule mstari wa 1b, Yohana wa kwanza 2 mstari wa kwanza b unasema kwamba Yesu ndo mtetezi wetu. Ukisoma pia katika Yohana
14:6 na ile 26, Yesu alisema kwamba atakapoondoka atatuletea msaidizi wetu ambaye ni mtetezi wetu ambaye atakuwa nasi siku zote. Kwa hiyo tunapokuwa tunaendelea katika maisha yetu haya ya kufuata njia ya Mungu, tunakumbuke kwamba tuna mtetezi wetu ambaye ni Roho Mtakatifu na Yesu. Kwa hiyo tusiache, tusifanye vitu kwa nguvu zetu wenyewe, bali kwa kutegemea Roho Mtakatifu na Yesu. Amen. Hivyo vitu vingine mmeshaviongelea, hususan katika habari ya sifa za uongo. Sister Vicky umeongelea kwamba ndio huyo gavana hakuwa na sifa zozote walizomsema. Kwanza alikuwa ni mtumwa, na inaposemekana ni kwamba uongozi wake yeye alikuwa anatumia nguvu za king, lakini anatumia mindset ya mtumwa. Na tutasoma huko mbele, huko mwishoni tutaona baadhi ya sifa zake ambazo Paulo atajaribu kuziaddress. Lakini je, hizi sifa za uongo ambazo hawa Wayahudi walikuwa wanampa gavana, na sisi pia kuna wakati mwingine tunaenda kwa Mungu kutoa sifa ambazo hazitoki moyoni. Tunaambiwa kabisa katika Yohana 4:24 kwamba tunapokuwa tunamwabudu Mungu, tunapotoa sifa, tutoe sifa kwa roho na kweli. Kwa hiyo inabidi tukumbuke kwamba tunapokuwa tunawakondemwa uchachulo kwamba kwa kutoa sifa, na sisi tunakumbuka kwamba tunapokuwa tunaenda mbele za Mungu kutoa sifa, je, tunatoa sifa kwa kweli na roho? Ni hilo tu. Vitu vingine vyote vimeshaongelewa, naomba nisirudie. Naomba tuendelee na sehemu yetu ya pili. Sister Kanana, kama unaweza ukashare ule mstari wa 10 mpaka wa 22 tafadhali. Sister Kanana, Sister Lavia, unaweza ukatusomea kama uko okay? Maana sitaki niwe tu mwenyewe ndo naongea. It's a Bible study, kwa hiyo Some. Yes, please. Dada Kanana, naomba uifanye kubwa, weka slide kabisa. Gavana Felix alipomruhusu Paulo ajitetee, yeye akasema, najua kwamba wewe umekuwa hakimu katika taifa hili kwa miaka mingi. Kwa hivyo natoa utetezi wangu bila wasiwasi. Unaweza kuhakikisha kwa urahisi kuwa hazijapita zaidi ya siku 12 tangu nilipokwenda Yerusalemu kuabudu. Hawa wanaonishitaki hawakunikuta nikibishana na mtu yeyote au nikianzisha fujo katika hekalu au katika sinagogi au mahali pengine popote mjini. Wala hawawezi kabisa kudhibitisha mambo haya wanayoyashtaki. Lakini nakiri kilichoandikwa katika sheria ya Musa na manabii. Na mara ninapo sorry, just a minute. Okay, just a minute. Okay. 16 anasema sheria ya Musa na manabii. 15 na ninalo 15 anasema, na ninalo tumaini kwa Mungu ambalo hata na wao wanalikubali, kwamba kutakuwa na ufufuo wa wote walio na haki na wasio na haki. Kwa hivyo ninafanya kila jitihada kuishi nikiwa na dhamira safi mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Basi baada ya kuwa nje ya Yerusalemu kwa miaka kadhaa, nilikuja mjini kuwaletea watu wa taifa. Nilikuja kuwatetea watu wa taifa langu, kuwaletea watu wa taifa langu sadaka kwa ajili ya maskini na kutoa dhabihu. Nilikuwa nilikuwa nimeshatakaswa waliponikuta hekaluni na nikafanya mambo haya, na
hapakuwa na umati wa watu wala fujo yoyote, lakini kulikuwa na Wayahudi kutoka Asia. Nadhani nao walistahili wawepo hapa mbele yako ili watoe mashtaka yao kama wanalo lolote la kunishtaki. La sivyo watu hawa waseme ni kwa kosa gani walilogundua nimefanya niliposhtakiwa mbele za baraza, isipokuwa lile jambo nililolitangaza wazi wazi nilipojitetea mbele yao, kwamba mimi nimeshtakiwa mbele yenu leo kuhusu ufufuo wa wafu. Ndipo Feliksi, ambaye alikuwa anafahamu vizuri habari za njia, akaamua kuahirishwa kwa kesi, akasema, mara jemedari Lisia atakapofika nitatoa hukumu yangu juu ya kesi hii. 23. Akaamuru askari amweke Paulo kizuizini chini ya ulinzi, lakini awe na uhuru kiasi, na marafiki zake waruhusiwe kumhudumia. Amen. Amen. Haya basi, karibuni tuchangie, na mkaribisha CEO, alafu tutaendelea. Okay, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Yes. Naona hapo Paulo anapewa nafasi ya kujitetea, na nilichopenda anaanza kwa heshima, lakini anakataa hizi chochote kwa ujasiri. Paulo yani tunajifunza sana hapa. Paulo anaonyesha hekima na heshima, lakini na ujasiri. Kwa hiyo funzo kwetu hata sisi tutakaposimama kwenye sehemu ambayo tunatakiwa tujitetee, aidha kuna umeonewa, aidha kuna chochote ambacho labda hujui, kama umefanya bila kujua, ni muhimu sana kuingia na hekima, kuwa na utulivu, usijitetee sana, wewe ingia na fact. Kama Paulo hapo unaona hajaingia kwa kulalamika, ameingia kwa ujasiri, na nikapelekwa kwenye mstari wa Timotheo ambao naamini kila mtu anaujua, Timotheo 2:1-7, ile inasema, kwa maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali nguvu ya upendo na moyo wa kiasi. Kwa hiyo utakapoingia sehemu ambayo unasimama kama hapa, kumbuka kwamba Holy Spirit yupo. Tukumbuke kwamba hatujaumbwa na roho ya uoga. Amen. Amen. Biblia inasema mtakapoitwa Yes, kuhukumiwa atatupa maneno ya kusema. Okay, namkaribisha Bishop, alafu atakuja dada Jane, alafu atakuja Uzao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nachangia kitu kidogo sana kwenye mstari wa 16. Nimependa hiyo dhamiri ya Paulo. Unajua dhamiri ni muhimu sana, sio kwa Paulo tu, hata kwa mtu yote, sisi kama Wakristo. Paulo anaonyesha kuwa na dhamira safi, kwamba ukiwa na dhamira safi ni jambo la msingi katika maisha ya Mkristo. Anajali sana kuwa hana hatia mbele za Mungu na mbele za watu. Ni kitu ambacho ni muhimu sana. Unajua sometimes sisi Mungu ametupa, unavyokoka unapewa gift, you are saving, you are in the church, you do a lot of things. Sitaki kusema tunajifanyaga. Kuna wakati mwingine inatokea you are so holy, righteous mbele za watu wa Kristo wenzako ukiwa kanisani. But when people see you outside, what do they see? Wanakuona wewe kama ni Mkristo, wanakumuona Kristo ndani yako. Unajua, kwa sababu Colossians 3:17 anatuambia everything we do it unto the Lord. Kumbuka mama mchungaji wangu wakati ananifundisha nikiwa mchanga, alisema, unajua kwamba your character, unajua character ya mtu will take you more far ambapo gifting haitokupeleka. Amen. And your character will take you far than your gift. Okay, karibu Sister Jane, alafu tutakuja Uzao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitaongea kama vitu cha kwanza, kuna kitu nimekiona hapa cha Paulo alivyokuwa anamsifia huyu nani Felix something, I don't know how to pronounce it. Felix. Felix, Jemedari. Jemedari. Kuna kitu hapa. Sorry, ni gavana.
kuna kitu alivyokuwa anamsifia, yani alikuwa msifii kwa uongo. Alichokuwa anamsifia yeye kwamba atasema kwa nini, kwa furaha, umeona, akijua kwamba huyu anajua zile tabia za Wayahudi, umeona kwamba atakaposema, kutokana anajua yeye kitu anachokiongea na wale tabia za Wayahudi, labda alikuwa na tabia hizo, watu wakienda against na sheria za Musa, labda alikuwa wanafanyaje. Sasa kwenye swala hili kuna kitu mimi nimejifunza kwamba Paulo pamoja alivyokuwa anamwambia yeye kwamba anajitetea, akijua kwamba yeye tayari anawajua, lakini shetani waga anaweza akamtumia hata yule mtu ambaye unajua wewe anafanya nini, anamwamini, umeona, au kwamba sio kama unamwamini, anajua kitu fulani. Tumeona hata kwa Yusufu, alikuwa gerezani, aliwaambia wale watu msinisahau, alikuwa anategemea wao. Lakini sasa na hii tufundishe kwamba hata kama kuna mtu unajua kabisa huyu mtu niko kwenye the right person, but the right person ni Mungu na Roho Mtakatifu na Yesu mwenyewe, umeona. Aya, kingine tena kunaona bado hapa kulikuwa kuna ile hali, yani kwamba ile sheria ya Musa na mambo ya ufufuo wa Yesu, ambao tunajua kwamba yani watu wakishika vitu vyao na vitu vinavyohubiri wewe, ambavyo labda kuna vya ukweli vinakuja au vinatikisa vitu vyao, nayo inakuwa ni shida. Hapa ishu kubwa naona katika kitu kinachoongelewa ufufuo, na hakuna mtu yote ambaye anaufufua zaidi ya Yesu, umeona. Kwa hiyo na kitu kingine chojifunza hapa ni kwamba alikuwa anajitetea, by the same time anahubiri, umeona, yani anahubiri katika ya ukweli. Sasa kwa hiyo inaonekana hata huyu Felix labda kuna vitu vilimuingia, au we don't know, labda hata kama alikuwa labda anasikiliza kesi, lakini ni muda naye alikuwa anahubiriwa, we don't know kama naye alitubu huko au kama alijua kama kuna yeye kama alipreach katika wakati mwingine. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa tunajitetea katika masuala mengine, tunapokuwa tunasimama katika mstari wa Mungu wa Yesu katika maandiko yake, tujijue tunakuwa tunafanya bado tunapeleka injili ya Mungu mbele. Alafu cha mwisho tena nimeangalia uadilifu. Sitotaka kuiongelea sana, nani ameiongelea, yani tunapopewa kazi kuna huo uadilifu. Hii uadilifu ndio nikaongelea tu katika hizi kazi ambazo tunazopewa makazini na lakini hata kazi ya Mungu, kwamba unaona ni mtu ambaye amefanya kwa uadilifu, na hata anapojitetea hakuna sehemu yoyote ambayo anafanya nini, anaogopa wala anachoona kitu chochote. Na kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alikuwa anamtumikia Mungu katika roho na kweli. Na hii tufundishe sisi, tunapokuwa tunatumika, tutumike katika roho na kweli. Tunapokuwa tunatumika roho na kweli, hatuangalii mchungaji atasifia au watu nisifia, siangalii waumini wenzangu kama watanisifia au watanisifia au wataona mimi ni sawa au kama wataenda against me, but you know you have just, yani Mungu peke yake ndio atafanya nini, atakutetea. Kwa sababu kama mambo mengine tunaweza tukajiona kama tunatoa sana sadaka lakini moyoni hatuko vizuri. Tunaweza tukaona kama sababu tunafunga lakini bado katika ile roho na kweli hatupo. Lakini Paulo hapa ukimwangalia, ukimsoma hapa, unaona huyu Mungu alikuwa anamtumikia katika roho na kweli, alibeba dhamira safi yenye utukufu. Naomba niishie hapo. Na hilo swala lingine la sadaka, umeona sadaka yani sitaka niliongelee sana, lakini I think we understand. Lakini maandiko yanavyoandikwa hapa kwenye masuala ya Biblia, kila hata nukta na yenyewe ina maana yake. Kwa hiyo na Mungu na sisi akatusaidie katika viwango vya utoaji, kama hivyo alikuwa amerudi Yerusalemu kwenye kutoa sadaka na matoleo. Naomba niishie hapo. Amen. Amina. Na kukaribisha Uzao. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naitwa Edi. Sema hiyo huwa inatumika kwenye huduma ya Uzao, natumika kama hosti. Amen. Amina. Nashukuru kwa nafasi ambayo nimepata, lakini nilikuwa nataka nichangie kidogo. Cha kwanza nataka nichangie hiyo ya character inaweza ikakupeleka mbali kuliko kipaji ulichonacho. Nimeona kama ni kitu kizuri sana cha kujifunza, sababu mara nyingi watu ambao tumeokoka tunaona kama ukinena kwa lugha labda ukaweza kuona na ukawa na kipaji, unaona kama unaweza kikakupeleka mbali, lakini character inakurudisha kwenye zero. Na nimesha kutana nacho mara nyingi kwamba unamkuta mtu ana kitu kizuri kabisa cha Mungu, lakini labda tu ana kiburi ya kile kitu cha Mungu alichobeba, na anajikuta hawezi kwenda kwenye lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia. Na sometimes huwa ina gharama kubwa, kwa sababu Mungu anaweza akainua mtu mwingine kwenye hiyo nafasi yako ukiwa unaona. Nilikuwa nataka tu niongezee hapo kidogo.
Lakini Amen. amina. Cha pili nilikuwa nataka ufafanuzi kidogo kwenye ile verse 17. Anasema Paulo baada ya kuwa ametoka kwao kwa muda mrefu akarudi, na kilichokuwa kimemrudisha, alikuwa amerudi ili atoe sadaka kwa watu wa kwao, lakini pia awape maskini wa kwao. Kwa nilichokuwa natamani labda na mimi mnisaidie kwamba hivi kuna umuhimu au kuna kitu cha uhusiano wa maisha ya kiroho na sadaka ambazo unatoa kwenu na kwa maskini wa kwenu. Yaani kwa natamani, yaani huu mstari tangu nimeuzaliwa nadhani leo ndo nimeuona, kwamba Paulo akarudi akamwambia nimerudi kwetu nije nitoe sadaka lakini pia niwape maskini wa kwetu. Kwa nilikuwa natamani kwamba ufafanuzi kidogo, ina uhusiano gani kurudi nyumbani kwenu na kutoa sadaka na kuwajali maskini wa kwenu. Mungu awabariki. Amen. Amina, asante sana. Karibu sana, tunapenda wageni ubarikiwe. Mwalimu atajibu mwalimu atajibu atakapokuwa anaongelea swala lake, atakapokuwa anaelezea Bwana alichoweka moyoni, atakujibu. Najua ameshaanza hicho kitu pia. Kwa hivyo nakukaribisha. Na mtu kuinua mkono. Amina, yes, karibu Sister Kanana. Amina, na mimi nakubaliana, namwachia mwalimu yeye ajibu hiyo point. Lakini mimi nilikuwa nataka kuongelea tu point ya 22 kuhusiana na huyu Felix. Huyu Felix huyu, mimi ninapomwangalia ni mtu anayekwepa majukumu. Ameambiwa hapa kila kitu kuhusiana na haya mambo yaliyotokea. Tunaambiwa hata kwamba alikuwa anafahamu vizuri hapo kwenye mstari wa 22, alikuwa anafahamu vizuri habari za njia hii, lakini hakutaka kuweka maamuzi, anakwepa. Ndio tunayaona sasa yanatokea hata katika mataifa yetu sasa hivi, au hata watumishi wengi hataki kusema ukweli, anataka tu aongezee afunike vitu ili asiwe mtu wa kuweka ile last say, asiwe mtu ambaye anasema mimi ndio nimesema. Sasa nataka watu wengine nao waingilie kati ili asionekane labda anataka kujipendekeza upande fulani au upande fulani aonekane mtweni, yuko katikati vuguvugu. Mungu anasema watu vuguvugu watapika. Kwa hiyo jambo hili la kuzingatia ni hiyo issue ya character. Tunaona hii ni character huyu ambaye anaelewa kila kitu lakini hataki kufanya yale maamuzi ambayo ni sahihi, ambayo inakwamisha sana maisha, na mbele tutakuja kuona sasa ndio yanasababisha hata maisha ya huyu mwenyewe ujemedari naye kuondolewa katika baadhi ya watu mbalimbali. Tutaona mbele, lakini kuongea sana ndio na tatizo tu jambo ya kwamba tukiwa tumepewa majukumu na tumeona huyu mtu tuna ushahidi sahihi, there's no need kuanza postpone vitu bila sababu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante Sister Kanana kwamba tuwajibike katika nafasi zetu. Karibu Sister Ima. Asanteni kwa michango yenu mizuri. Mungu awabariki. Nami nitashare yale machache ambayo nilikuwa nimefunuliwa wakati nasoma mistari hii. Kuhusiana na swali la sister, naomba tutasaidiana wote kwa sababu sikuwa specifically liangalia kwenye that way, lakini naamini kabisa Roho Mtakatifu yuko hapa atatusaidia kujifunza kwa pamoja. Naomba tutarudi mwisho wakati ninaendelea. Okay. Sasa kuhusiana na hii sehemu ya pili ambapo Paulo anajitetea mbele ya Felix. Nafikiri wengi mmeshaongelea kwamba it is okay kujitetea, na hasa kama yani ni kama kucorrect ukweli, sio tu kwamba kwa sababu wewe ni Mkristo umeokoka kwamba unakuwa tu falsely accused na unakubali. Hapana. Ila tu kitu kimoja ambacho hapa nimejifunza kwa Paulo ni kwamba ukishakuwa unajua ukweli hautetereki. Na Paulo tunajua kabisa kwamba ni matendo yake na dhamira yake ilikuwa ni njema. Kwa hiyo hakuwa na kitu chochote mbele za Mungu ambazo anajua kwamba hapa amekosea. Kwa hiyo hata unapokuwa una face watu wanapokuaccuse unakuwa hauna wasiwasi, kwa sababu tunaambiwa kabisa kwamba unapokuwa na Roho Mtakatifu, kitu kimoja wapo ambacho kinaonyesha kama evidence ni tunda la Roho, na kitu kimoja wapo kati ya tunda la Roho katika vile vitu nafikiri ni 12 au 9 ni peace, ni amani na utulivu. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuwa na wasiwasi kwa sababu alikuwa na tunda la Roho, kwa sababu yuko kwenye the right standing na Mungu.
Kwa hivyo na tunaona kabisa kuna sister moja alishaelezea kwamba yeye kwa sababu hakuwa anataka favor na Felix, hakuwa na haja ya kujipendekeza. Kwa hiyo aliongea ukweli kama ulivyo kumhusu Felix. Kwa hiyo ndio kitu kimoja hapo nimekiona kwamba hata na sisi tunapokuwa tunakuwa accused, kama tuko kwenye right, it is okay kwenda kujitetea, lakini hatutaki kwenda outside the end of our way ku prove ile point. You say what it is, then unaacha the rest. Amen. Kitu cha pili hapo kuhusiana na hiyo habari ya njia, sister kana nafikiri amejaribu kuelezea, ambayo wale watu walikuwa yani wameacha walivyoitumia ile hicho kusema kwamba yeye alikuwa ni kiongozi wa njia hiyo akaita ni wale watu kikundi cha Wanazareti, ilikuwa ni kama ni kashfa ya uchochezi, kwa sababu wale Wakristo wa zamani walikuwa wanahusiana na kwamba walikuwa wanahusiana na kupindua taifa la Warumi. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho wale wakikisema palikuwa wanaleta uchochezi. Kwa hiyo adui siku zote ataleta kitu chochote ambacho kitaleta uchochezi. Nafikiri sister Jane aliongelea kidogo kwenye ile sehemu iliyopita. Kwa hivyo inabidi tuwe mindful na vitu kama hivyo. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwamba Paulo aliweza kusimama na kuelezea kabisa kwamba hiyo wanaoisema njia ni kitu gani, kwamba ni jina ambalo lilikuwa wanaitwa wala Kristo wa zamani, ambao tunajua kwamba Ukristo si dhehebu, ila ni kufuata njia, ambao tunajua njia Yesu mwenyewe ndo alisema kwamba yeye ni njia, si ndio? Kwa hiyo wafuasi wote wa Yesu, wote wanaomwamini Yesu ni lazima afuate njia, kama vile Paulo alivyosema kwamba naiamini njia na ifuata njia, ambayo ni kumwabudu Mungu ambaye aliye hai, ni kuamini mambo yote yaliyoandikwa katika vitabu vya sheria, na kuamini unabii. Na kitu kubwa hapo ambacho alikuwa kimeleta utafaruku, ambao nafikiri hata kwa sisi hapa watu tunaoishi sasa hivi bado ni changamoto, ni kuamini kwamba kuna ufufuo. Na mara nyingi unapokuwa unaongelea habari ya ufufuo, ufufuo wa wafu inahusiana na hukumu ambayo inakuja. Kwa hivyo ndugu zanguni, kuna maisha baada ya haya maisha na kuna maisha baada ya kifo. Kuna hukumu inakuja, na ndio kuna ufufuo. Tunajua kuna ufufuo wa kwanza na wa pili, kama tulijifunza kule kwenye ilikuwa ni Matthew kwenye Mathayo. Tulijifunza kuna chapter ambayo tulijifunza kwamba kuhusiana na ufufuo wa kwanza ambao ni unyakuo, lakini pia kuna ule ufufuo wa pili baada ya miaka 1000 ambayo wale watu tena watafufuliwa, wale watu wenye dhambi na wasiokuwa na dhambi, na watahukumiwa. Ili kutia msisitizo katika hili, naomba nisome kidogo kutoka Danieli 12:2. Danieli 12:2. Kama kuna mtu ameona, naomba isome. Danieli 12:2. Ukiona kama umeona mara kwanza, naomba usome. Danieli 2. Danieli 12:2 unasema, wengi ambao wamelala kwenye mavumbi wataamka, baadhi yao kwa uzima wa milele na wengine kwa aibu na kudharauliwa milele. Kwa hiyo mstari unaonyesha kabisa kwamba kuna ufufuo ambao utakuja, ambao ni siku ya hukumu, na kwamba ndio kama Paulo alivyosema kwamba wote wenye haki na wasio na haki Mungu atahukumu. Amen. Lakini pia ukisoma kwenye Ufunuo 20 ni ndefu kidogo. Ufunuo 20 kutoka mstari wa kwanza pale mpaka wa 15 utaona kabisa habari ya ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Kwa hiyo yote nimeweka hapa ili tuweze kujifunza na kuweza kuamini vitu vilivyoandikwa kwenye Biblia kwamba vitatokea, kwa sababu wengi wetu wakati tunasema baada ya kufa ndio umekufa, maisha yameisha. Hapana, kuna maisha baada ya kifo ndugu zangu, kuna hukumu inakuja. Kwa hivyo tunachotakiwa kukifanya ni kama Paulo alivyotufundisha, kama Paulo alivyofanya, ni muda wa kumpa Yesu maisha yetu ili tuweze kupata uzima wa milele. Amen. 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 Sasa kuhusiana na habari ya kusaidia wahitaji, mimi kitu chochote ambacho nilikuwa nimekiandaa ni kwamba kuna ahadi nyingi sana Mungu amezitoa kwenye Biblia kuhusiana na kusaidia wahitaji, na mojawapo kubwa ambayo nilikuwa nimepeleka siku ya leo ni ile scripture inayosema kwamba unapokuwa unasaidia maskini unakuwa umemkopesha Mungu.
Amen. Na kuna ahadi nyingi ambapo Mungu anasema kama unapokuwa unasaidia wenye uhitaji kwamba Mungu atakuponya, atakuepusha kutoka kwenye mikono ya maadui zako, na pamoja na ahadi nyingine nyingi. Kwa hiyo swala la utoaji na kuwasaidia maskini ni kati ya huduma ambazo tunatakiwa tunazifanya katika maisha yetu ya kila siku. Sasa kuhusiana na swali ulilouliza kwamba kwa hili specifically kwamba kurudi kwa ndugu zako, zaidi ya pale ambapo tulisoma kwenye, nafikiri ni kwenye habari ya Ufunuo, kwamba pale ile wale wakati Yesu amerudi na hukumu, akawa na separate mbuzi na kondoo, na akawa amewaambia kuna wale watu ambao walichaguliwa, wakasema kwamba walikuwa wanawasaidia, wanawavisha watu, kwamba walikuwa wanawavisha watu, walikuwa wanamvisha yeye, walikuwa wanawalisha the poor, walikuwa wanamlisha Yesu. Sasa ambao tunajua kabisa kwamba wale ni watu ule wakati ule wa ile dhiki kuu, wale watu waliokuwa wako kwenye tabu, lakini kuna baadhi ya watu ambao kwa neema ya Mungu walinyanyuliwa, wakaweza kuwasaidia wale watu ambao tunaamini kwamba walikuwa ni Wayahudi. Na baadaye Yesu mwenyewe alivyorudi akawapa wale watu yani kama walipewa zawadi au walidhawadiwa, kusema kwamba walifanya mema, kwamba walipokuwa wamewasaidia wale list ambao wale watu ambao walikuwa wadogo ni kama walikuwa wamemsaidia Yesu mwenyewe. Sasa I think hapo ni beyond my understanding, kama kuna one of the sisters who anaweza akamjibu sister specifically kwa kuwasaidia ndugu, lakini ndio kwamba pia kuna pia msemo unaosema kwamba charity begins at home, kwamba it does not make sense kwamba tunapokuwa tunaenda tunasaidia watu nje lakini ndugu zetu hatuwasaidii. Amen. Na anaposema ndugu zetu hapa naamini kwamba ndugu zetu katika imani, yani zaidi, yani na extend kutoka kwenye our blood relatives, kwamba ndugu katika imani, kwamba unapokuwa unaona mtu mwenzako anapata shida, kwamba unapokwenda kumsaidia pale, mimi I believe kama ni kama unamsaidia Yesu mwenyewe. Lakini kama kuna sister yote ambaye ana more clear answers na wakaribisha kabla tujaendelea. Niongeze tu kidogo hapo, nadhani hiyo point uliyosema ya kwamba mama mdogo hapa alikuwa ananisaidia, nikasema nimesema mimi. Anaona aibu kusema yeye, lakini ameongezea point, anasema kwamba asiyetunza wa kwao ni mbaya zaidi ya kuliko yule aliyeokoka, asiyeokoka ni mbaya. Yes. Kwa hiyo mistake kuna umuhimu sana wa kutoa pale kwako ili uweze kuokoa watu. Hiyo ndio point nadhani ambayo ya muhimu hapa. Ndio, asante sana, that makes sense. Yeah. Ongezee hapo, naomba niongezee, alafu atakuja dada Jen. Hizo sadaka alizokuwa alipeleka huko, sadaka ambazo alikusanya kutoka kwenye makanisa ambayo alianzisha. Kwa hivyo alikusanya, alipeleka Jerusalem, kwa sababu tukumbuke kwamba katika kipindi hichi kanisa lilikuwa linapitia kipindi kigumu. Kulikuwa na a lot of persecution, kwa hivyo kuna wengine walikuwa displaced. Kwa hivyo, na kama mnakumbuka huko nyuma, walikuwa na ule utaratibu wa kuuza mali na kusaidiana, ku make sure kwamba kila mtu ana kila kitu anachohitaji. Kwa hivyo hata wewe ukiwa Mkristo umeenda mahali pengine kama Paulo, ali take this as his own responsibility, kukusanya kwa ajili ya kusaidia kanisa. Alafu na kingine pia tunaona kwamba hapa pia tunaona uaminifu wa Paulo. Paulo yeye alikuwa ni missionary na alikuwa na challenges nyingi na huduma yake ilimpeleka mahali kibao, lakini yeye alikusanya hii sadaka na aliileta, kwa sababu angeweza tu kuitumia akasema jamani, mimi mwenzenu uko na preach the gospel. Kwa hivyo pia naona element nyingine ya uaminifu ya Paulo, na Paulo mwenyewe hakutegemea watu, alikuwa anafanya kazi ili aweze kujikimu. Kwa hivyo na sisi pia tunapaswa kujikimu, sio kutegemea watu. Na pia watumishi wengi wanategemea wapewe hela, wapewe misaada, wakati wao wamebarikiwa mno na wao wanapaswa kubariki watu wengine. Alafu na kingine pia ni mila na desturi za Kiyahudi. Kwa mfano wanakumbuka Yesu alipoenda kanisa, yani wanapoenda hekaluni lazima uende na sadaka pia, kwa sababu naamini kwamba hakupeleka tu hiyo ya watu wengine, lakini na yeye mwenyewe alipeleka ya kwake, kwa sababu alikuwa siku nyingi hayuko Jerusalem. Kwa hivyo naye alipoenda kanisani, kwenda hekaluni, kwenda kujiwakilisha, alipeleka pia na sadaka yake pia. Kwa hivyo naomba nishie hapo. Naomba nimkaribishe dada Jen, alafu atakuja Bishop. Amen. Mimi nataka kwenye swala lile la sadaka, naona hata katika injili nyingi kila mtu ilianzia kwao, lakini walikuwa wanawakataa, ndivyo walikuwa wanazidi. Hata Yesu mwenyewe walimkataa huko, ndio akaenda sehemu nyingine. Na Paulo hivyo hivyo walipofanya injili kama walimkataa,
baadaye tena akarudi. Kwa hiyo hata katika hivi tunavyovifanya, katika sababu katika kumtumikia Mungu kuna kumtumikia Mungu kwa kuhubiri na kuna kumtumikia Mungu kwa kutoa na kwa kila kitu. Kwa hiyo na kurudi nyumbani na yenyewe ni muhimu. Kwa sababu gani? Mpaka wao wakukatae, kwa sababu katika mambo ya ile Yesu anapokuja kwamba nilikuja na hivi ukunivisha, nilikuwa na kiu kunifanya hivi. Kwa hiyo hiyo inajumlisha wote, japokuwa na huko ulikotoka nako kuna umuhimu wake. Na cha mwisho nitaka kuongezea hivi kwamba kuna sheria za asili, tuseme sio sheria za asili, the land of the law something like that, yani kwamba kuna kitu utabarikiwa, yani utanani, yani how can I say it, yani kwamba hivi anayeamini na asiyeamini Mungu waga anabariki. Sasa pata picha, mwenzako sio Mkristo lakini labda anaenda kule na anabarikiwa, alafu wewe ni Mkristo unahubiri Injili lakini bado huku kweli ufanye matendo mengine, kwa sababu imani pasipokuwa na matendo na yeye ina shida. Kwa hiyo tunapokuwa tumebeba katika kumtumikia Mungu, lazima tumtumikie Mungu kwa kumhubiri na kwa kutenda. Kwa hiyo nayo inakuza imani hata kwa wale ndugu zetu waliokuwepo pale. Huwezi ukaachia maneno afu kuondoka zako. Sijui kama nimeeleweka kidogo. Nimeongea vitu viwili hapo yani. Amen, yeah. Yeah, ubarikiwe sana. Twende Victoria tumalizie. Yeah. Kitu nilichotaka kuongezea kuhusu swali la Sister Eddie, nilitaka kusoma mstari kutoka Wagalatia, Galatians 6:10. 6:9 inasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Lakini mstari wa 10 anasema, kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Kama Sister Ima anavyosema, waaminio ndo wale ndugu zetu, ni ndugu zetu katika imani. Na mstari wa mama mdogo aliyousema uko katika Timotheo wa kwanza 5 ni mstari wa 8. Anasema, lakini mtu yoyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Amini, yes, yeah. Okay, asanteni sana. Kwa kumalizia tu mstari wa mwisho hapo tunavyoona kwamba Felix ingawaje kwamba anajua ukweli lakini anaamua kumwacha Paulo kizuizini. Hapo ni kwamba anakwepa kutoa uamuzi kwa kisingizio cha kusubiri ushahidi, lakini kabisa ushahidi alikuwa nao. Kwa hiyo hapo yeye kama gava anapoona kwamba kuna umuhimu sana unapokuwa kiongozi, kwanza kuwa na kutegemea hekima ya Mungu na kuwa na hofu ya Mungu. Kwa sababu unapokuwa unaongoza na hofu na hekima ya Mungu, unakuwa unafanya maamuzi sahihi. Tukiangalia mfano katika Biblia, Solomon aliweza kufanya maamuzi sahihi magumu kwa sababu alimtegemea Mungu. Tunajua pale alipopelekea yule mtoto na wale makahaba, tunajua kwamba uamuzi aliofanya ulikuwa ni uamuzi sahihi kwa sababu tunajua kwamba alikuwa na hekima na hekima yake alipata kwa Mungu. Kwa hiyo nataka tu kumalizia hapo kusema kwamba tunapokuwa tuna face vitu kama hivi, hebu tuombe mwongozo wa Roho Mtakatifu na hekima ya Mungu katika kufanya maamuzi. Amen. Basi kama hatuna tena kingine, basi tumalizie sehemu ile iliyobaki. Naona tuna dakika 5. Sijui kama moderator tunaweza tukapata extra 10 minutes tuweze kumalizia. Yes, utapata kwa sababu una mistari michache, kwa hivyo karibu dakika 10. Ya basi naomba tunamalizia sehemu ya mwisho 24 mpaka 27 tafadhali. Sister Kanani. Baada ya siku chache Feliksi akaja na mkewe Drusila ambaye alikuwa Myahudi. Akatuma Paulo aitwe. Wakamsikiliza akizungumza juu ya kumwamini Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akiwaeleza juu ya kuwa na kiasi na juu ya hukumu ya mwisho, Feliksi aliingiwa na hofu akasema, tafadhali sasa nenda, nitakuita tena nikipata nafasi. Wakati huo huo Feliksi alitazamia kwamba Paulo angempatia hongo. Kwa hivyo akawa anamuita mara kwa mara kuzungumza naye. Lakini baada ya miaka 2 kupita, Porkio Felisto akachukua nafasi ya Feliksi kama gavana, na kwa sababu Feliksi alitaka kujipendekeza kwa Wayahudi, akamwacha Paulo gerezani. Kwa hivyo jamani, ninawakaribisha, tuna dakika 10. Kwa hivyo tu consider muda, lakini kama mwenzako amekisema kitu tukiseme tu kwa kifupi
sio kwa kifupi, sema tu kama kilivyokuwa, na kama mwenzako amekisema usikiseme. Kwa hivyo jamani, ninawakaribisha, karibuni jamani. Yes, naomba nimkaribishe Sister Jane alafu Bishop. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi kwanza naanza na mstari wa 27 ambao katika hii swala nimeona hivi, katika ule mstari sijaukariri vizuri, na laaniwe yule mtu amtegemeaye mwanadamu. Tunaona hapa Felix ana Paulo alikuwa anamjua vizuri kama tulivyomsoma mwanzo, na alikuwa anajua Wayahudi, lakini mwisho wa siku alitoka madarakani na miaka 2 ilipotimia Felix akampokea hapo hiyo Festo, umeona. Kwa hiyo na sisi wenyewe tunapokuwa, hata kuna watu tunawajua, tunawaamini kwa macho na vile, lakini sisi tupambane na maombi na kumtegemea Mungu. Haijalishi ni baba mdogo, haijalishi sijui ni nani kazini, lakini tunapopita katika mapito, Mungu awe namba moja na kumtafuta katika nguvu zote na gharama zote. Alafu cha kingine tena nimekiona hapa ile kwamba Paulo japokuwa alikuwa anajitetea, lakini the same time alikuwa anahubiri. Ndio maana huyu yeye na mke wake wakasema nini, amsikilize nini, akamsikilize habari za imani ya Kristo. Kwa hiyo hapa akasema, yani hapa alikuwa anaongelea imani ya Kristo, kwa sababu tunaweza tukawa wa Kristo. Je, tuna imani ya Kristo? Kwenye makanisa sasa hivi tulionayo kuna imani ya Kristo? Umeona? Kwa hiyo lakini Paulo alivyokuwa anahubiri, nakuja kwenye imani ya Kristo. Tunapokuja Paulo alivyokuwa anamuelezea, Paulo alipokuwa akitoa hoja zake, habari haki, kuwa akaongelea habari ya hukumu, akaongelea habari ya nini, ya haki, umeona vitu hivyo, na hofu ikamjia. Sasa sisi tuna ile imani ya Kristo tulionayo, tunaihubiri sawa sawa, kwa sababu sasa hivi ukiangalia makanisa mengi sasa hivi is about God is love. Umeona makanisa sasa hivi is about yani pesa. I'm not saying kama kupata uchumi sio baya, lakini kwamba pokea magari, pokea majumba, pokea hiki, lakini hukumu inakuja. Sister Ima pale kashasema kuna unyakuo, kuna vitu kama hivyo vinakuja. Sasa kwa nini sisi hatuhubiri vile vitu vyote? Kwa sababu Mungu amesema mkimtafuta yeye vitu vyote tutazidishiwa. Lakini sasa sisi hatumtafuti kwa kuzidishiwa vile vitu, tunaweka nambari 1 hivyo vitu. Lakini Mungu atusaidie tukahubiri injili ya kweli. Pamoja Mungu ni upendo, tukaambia jamani kuna hukumu, na vile vile ukimtegemea Mungu, Mungu ndio atakuwa anakuhesabia wewe haki. Na cha mwisho kabisa, huyu alikuwa aja nini, akaingiwa na hofu, lakini mpaka tunasoma huku mwisho ile hofu yake bado hakukubali ile, yani hakutaka kumtii Mungu. Ukweli aliujua, lakini yale maisha yalivyokuwa matamu, on top of that anaambiwa habari ya hukumu, anapewa habari ya nini, lakini yeye bado anataka ongo, akijua ni dhambi. Umeelewa vizuri? Hakujali mambo ya hukumu. Kwa hiyo katika haya maisha tunaoishi, katika vyeo ni vitamu, umeelewa, especially tunapokuwa kwenye madaraka, tunapopata zile hela tunaona maisha ni matamu, lakini tukumbuke Yesu anarudi na tuko siku za mwisho. Saa yetu ni ya sasa hivi. Barikiwe mimi. Amina. Karibu Bishop. Asante moderator, pointi zote zimeongelewa. Asante. Mimi nina point moja just to add on that. Wajibu na okay, unapopoa mamlaka unapoa na wajibu. Tunaona kwamba huyu alikuwa na nafasi, aliweza kweli kufanya haya maamuzi, lakini hakufanya, lakini alitaka hongo. Lakini unaona jinsi alivyochelewesha, akamweka unnecessarily Paulo gerezani, lakini baada ya hapo akafanywa nini? Akaondolewa kwenye hiyo nafasi. Kwa hivyo na sisi Mungu anapotupa mamlaka anategemea tuyatumie vizuri for his glory and for his honor. Kwa hivyo usipofanya hivyo, na wewe Mungu atakuhukumu. Kwa hivyo jamani, katika kila nafasi ambayo Mungu ametupa, tujifunze kuhusu Felix, tusiwe corrupt, tutende haki, kwa sababu usipofanya, Mungu ana watu wengi, atakuondoa wewe, atamweka mtu mwingine. Karibu mwalimu. Asanteni kwa michango. Asante Sister Jane, asante Sister Rabia. Hapo mambo tu machache lakini very powerful ambayo yanatuhusu Wakristo wa sasa, ni kwamba umuhimu wa kuhubiri kwa ujasiri mambo muhimu ambayo yanawasogeza watu kwa Yesu na sio kuwavutia watu au kuwafurahisha watu. Kama tunakumbuka wakati tunasoma Matendo ya Mitume 2, tuliona kwamba Peter alipokuwa alisimama kaanza kuwahubiria Wayahudi, aliwaambia kabisa kwenye their face kwamba nyie Yesu alokuja, yeye mlimkataa, mkamuua, mkamfanya nini. Tunakumbuka kabisa kwamba Biblia inasema kwamba watu walikuwa cut kwenye their heart, walikuwa convicted, na majority of them, hivi na watu wangapi walikuwa, watu 3,000 2,000 4,000
Wakauliza, je, tufanye nini? Kwa hivyo ndivyo tunatakiwa tufanye tunapokuwa tunahubiriwa habari njema. Hapa unfortunately hapa Felix sio mfano mzuri, kwamba yeye tunaona kwamba anahubiriwa habari njema, hata hataki kusikia upande wa pili, anaahirisha, ana postpone kufanya maamuzi ya kumrudia Yesu. Kwa hivyo ndio hivyo, hicho cha muhimu kwamba wakati Paulo anaongea pia alikuwa specific kwa muhusika, kwamba hivi vitu vyote ambavyo amevisema, vitu vya haki, tumeshaona kabisa huyu Felix hana haki, kwamba amejua ukweli lakini amemwacha. Tumeona huko chini pia alikuwa anataka hongo, hiyo sio haki. Pia alikuwa anaongelea kuwa na kiasi, self control, hana self control. Hata huyo mke wake aliyokuja naye si mke wake wa kwanza, sio ni mke wake wa pili au wa tatu. Ukisoma historia ni kwamba alimnyang'anya kutoka kwa mume wake. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hiyo yote, kama uko una self control uweze kufanya hayo mambo. Lakini pia akawa anamuelezea habari ya hukumu, kwamba matendo yako unayoyafanya sasa hivi, weza ni mazuri au mabaya, ni vizuri kukumbuka kwamba, nafikiri ndio message yetu kubwa ya leo, kwamba chochote unachokifanya kila siku unakumbuka kwamba je, jambo unalofanya linampendeza Mungu? Na hatuwezi tu tukasema kwamba linampendeza Mungu, tunaanzia kwa watu wanaotuzunguka, kwamba tunafanya mambo mema mbele za watu na mbele za Mungu kama alivyosema Paul. Kwa hiyo tukasema kwamba mimi nampendeza tu Mungu wakati unawakosea watu, na the way kwamba Mungu alivyokuwa mwaminifu, the way alivyoweka vitu, hata tukiongelea kwamba ni njia gani ambaye Mkristo anataka aishi, tukisoma kule kwenye Beatitude, zile zinaitwa nini, heri, ni nyingine ni za Mungu, lakini nyingi zinarudia kwa watu, kwamba huwezi ukampendeza Mungu usiwapendeze watu, apati ya kujipendekeza kama tunavyomwona hapa Felix. Kwa hiyo ni kama ukumbusho kwetu kuwa tuwe mindful na hivyo kwamba tunapokuwa tunahubiriwa lile neno liwe linatudirect sisi, isiyo tu kwamba unaposikia neno unaona kwamba unajitoa au unasubiria kwamba utalirudia siku nyingine kama Felix alivyofanya. Amen. Kwa hiyo nilikuwa nimeandika kwamba injili inapaswa kuwatia watu hofu, lakini Sister Jana ameshasema kwamba Felix alipata na hofu lakini chukua hatua. Inatakiwa unapokuwa una hofu unapata hatua, unachukua hatua. Kwa hiyo tunasema injili inaleta conviction inaleta confession, unavyokiri kwamba okay, mimi kweli natia, mimi nina dhambi, alafu una confess kusema kwamba unapeleka maisha yako, unaachia maisha yako mbele ya Yesu, alafu una repent, unaomba toba, alafu unamrudia Mungu. Amen. Na kitu kingine hapo tunaona kwamba Felix anachelewesha, anasema kwamba nitarudi wakati mwingine. Kwa hivyo unapokuwa unachelewesha maamuzi ya kumfuata Yesu leo, ni kwamba hujui kesho kuna nini, na kuchelewesha maamuzi ni sawa sawa tunakukataa, hakuna tofauti yoyote. Lakini Biblia Takatifu katika Wakorintho wa pili 6 mstari wa 2, Biblia inasema kwamba muda wa kumwijia Yesu ni leo, kwa toba na kwa imani. Kwa hivyo ndugu, tusisubiri. Naona kompyuta yangu inataka ni kick out. Na pia Paulo ameongelea sana habari ya dhamira njema na nia njema. Amen. Kwamba haya mambo ya corruption tumeshaongelea, rushwa, ufisadi na urasimu havijaanza leo, vilikuwepo tangu wakati huko. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kitu ambacho tunatakiwa tukikumbuke wakati tunapokuwa tunadili na watu kwenye nafasi zetu kama viongozi, au hata katika familia zetu. Kitu cha muhimu hapa ambacho leo nataka nimalize nacho ni kwamba injili inavyokuja inaleta mwanga, na mwanga unakuwa una expose darkness, lakini mara nyingi watu ambao wanapenda dhambi hawataki kuwa exposed. Kwa hiyo ndio kama mfano wa Felix anaondoka, lakini tunapokuwa kwenye mwanga, tunapokuwa exposed, tunapokuwa na hatia, tunachotakiwa kufanya ni kukubali na kutubu na kuweza kumrudia Mungu. Nilikuwa nimeandika katika mstari wa Yohana 3:19 ambao inaelezea kwamba habari ya nuru imekuja ulimwenguni, lakini watu wakapenda giza kuliko nuru, na kwa sababu matendo yao ni maovu. Mstari wa 20 unasema, kwa kuwa kila mtu atendaye maovu huchukia nuru. Kwa sisi nimeweka hiyo hapa kusema kwamba inabidi tupende nuru, tusichukie nuru. Tunapokuwa convicted, tuombe tu toba na kumrudia Mungu. Amen. Alafu kwa kumalizia, naomba namalizia na Yohana wa kwanza mstari wa kwanza ambao na 7. Yohana wa kwanza 1 mstari wa 7 ambao unatuambia kwamba, naomba nisome Yohana 1. Naona sikuweka hapa.
Kama mtu ameupata, Yohana wa kwanza 1:7, naomba usome. Najaribu kuangalia. Nina mistari mingi. Kuna mtu ameupata? Yohana Yes, wa ngoja kwanza nisome. ngapi? Yohana Naomba usome Yohana wa kwanza Yohana 1:7. kwanza 1:7 inasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Ndio huo. Amen. Amen. Yes, ndio huo. Okay. Ndio nini nimeweka hapo kusema kwamba obviously sisi ni binadamu, na kama binadamu tuna kuanguka, kuna kuteleza. Hii ni kwa wale ambao wao wameshampokea Yesu alafu umeteleza, lakini kama bado hujampokea Yesu, huo ndio muda wa kumpokea Yesu. Na unapokuwa unampokea Yesu, Yohana 1:7, hizo ndio faida unazozipata. Na faida kubwa ni ile kwamba inasema damu ya Yesu husafisha daima. Inasema usafisha, kwamba inasafisha jana, leo na kesho, kwa maana ni kwamba ni process, ni continuous. Kwa hiyo ndugu zangu, nilikuwa tunaomba nimalizie na hiyo kwamba hukumu inakuja, whether kama tutakufa kabla ya ufufuo au baada, kwamba tutafufuka. Yaani watu wote watafufuka, wenye haki na wasio na haki, kwa ajili ya hukumu mbele za Mungu. Je, ni muda wetu sasa kwamba tutengeneze na Mungu leo, ili siku ya hukumu tuweze kupata ile hukumu ambayo ni ya uzima wa milele. Amen. Asanteni sana. Narudisha kipindi kwa moderator. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakutia sifa na shukurani. Tunasema asante kwa wema wako na uaminifu. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.